mmoja wako katika dini na upande mwingine wako katika taratibu na mila za babu zao. Bwana asifiwe. Akiwa kule Galilaya anakutana na watu wa mataifa. Galilaya na sehemu ya mto huo wa Tiberias ndio mto ambao ulikuwa umesheheni mataifa wengi. Waashuri walikuwa pale, Warumi walikuwa pale, Waidumea walikuwa pale. Hapo ndipo walikuwa wanatoa hata kafara ya nguruwe. Bwana asifiwe. Huko ndipo Yesu Kristo aliharibu biashara ya nguruwe, kwa sababu pale walikuwa ni watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Akifika kwa watu wa mataifa, Yesu Kristo anatumia mbinu tofauti ili kuweza kuonyesha uwezo wa Mungu kuweza kuleta wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mchana wa leo, dadisi katika moyo wako, ni uwezo gani Mungu amekupatia ili uweze kufikia soko lako? Bwana asifiwe. Je, uko na uwezo wa kijeshi au uko na uwezo wa kidiplomasia? Ama una zote mbili na umezitumia namna gani? Bwana asifiwe. Umezitumia namna gani? Umeuza uponyaji huo? Kuna watu huko wanauza maji na vifagio kwa kanisa. Hakuna. Wako wengi. Kuna wale wanauza miujiza huku ndani ama humu. Kuna huku na humu. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Uwezo ambao umepatiwa na Mungu, katika vipaji ambavyo Mungu kwa roho wake ametawanya kwa kanisa lake, unaitumia namna gani? Bwana asifiwe. Kuna sehemu hautafika kama hauna uwezo wa kijeshi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapa ni wapi hadithi moja. Wakati fulani mwezi uliopita tulialikwa mahali sehemu ambayo ni ngazi ya juu katika jamii. Kwa hivyo nikaagiza gari ili tuende pale tukiwa wengi. Gari ambayo nilikuwa nimechukua ilikuwa ni gari ya tourist van. Ile gari nzuri ambayo ukikaa unasikia vizuri. Lakini mwisho asubuhi hiyo, yule ambaye nilikuwa nimempatia kandarasi ya kutupatia gari akaleta gari kuukuu KAM 256. Gari ambayo imechanika. So hatungeweza kugeuza wakati huo. So tukaenda pale. Unajua tulipofika katika tukamfikia bawabu sehemu pale. Nadhani nikieleza atajua ni wapi. Tulipofika hapo tulisimamishwa hapo kwa zaidi ya dakika 30. Bwana asifiwe. Kwa sababu gari letu lilikuwa kuukuu. Bwana asifiwe. Ilikuwa KAM. Na pale hapaingii magari kama hawajawahi ona gari ambayo aina ya matatu ambayo leseni yake ni ya 1990. Hawajawahi ona gari kama hiyo likipitia katika lango hilo. Kwa hiyo askari walikuwa na ugumu sana kuturuhusu kule ndani. Tukapigia yule mwingine simu, akaongea nao, lakini bado wanatuhesabu. Mko wanaume 10, mnaenda nyinyi ni akina nani? Na mbona gari lenu kukumana? Magari ambayo yanaingia pale ni V8. Kuna sehemu hautaingia kama hauna nguvu za kijeshi. Uwezo wake. Kuna sehemu na watu ambao hautawafikia kama hauna uwezo wa kidiplomasia. Bwana asifiwe. Lazima kama ni kizungu utaweza kuzungumza kizungu cha mapua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama watu wanazungumza mahesabu, pia wewe unapiga nao hizo hesabu, ndipo uweze kuwafikia watu hao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati mmoja Paulo anakutana na jeshi moja ambayo imesoma sana. Bwana asifiwe. Anazungumza, anaambia, anaingiza mkono wake kwa mfuko. Naona hapa mmeandika kwamba mnaabudu Mungu hamjui. Hebu niwaelezee huyu Mungu. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume
17. Baada ya kuelezea kuhusu ufufuo wa wafu, wanasema hapo hatukubaliani na wewe, lakini kesho urudi tuweze kukusikiliza kuhusu ufufuo wa wafu. Akawa na what is called the point of departure. Bwana asifiwe. Kesho yake akakuja kuelezea yale ambayo yanaitwa the proof of the resurrection of Christ. Bwana asifiwe. Wakaamini wengi ambao walikuwa mahali pale. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Wakati mmoja Stefano anaweza kuzungumza na wale wa dini pale Yerusalemu. Bwana asifiwe. Na Biblia inanakili kwamba they could not resist the wisdom by which Stephen spake. Bwana asifiwe. Hawakuweza kuzinga ile akili ambayo Stefano alikuwa nayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba wakaokoka wengi ambao walikuwa ni makuhani kule Yerusalemu. Bwana asifiwe. And many of the priests also became believers. Bwana asifiwe. Because of the work that these apostles were able to do. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna uwezo fulani ambao Mungu atakupa ili uweze kufikia sehemu fulani ya jamii. Bwana asifiwe. Kuna uwezo fulani, kuna msamiati fulani fundi atatumia kufikia fundi mwenzake. Bwana asifiwe. Kuna msamiati ambayo daktari atatumia kufikia daktari mwenzake. Bwana asifiwe. Ndio maana anasema tuwe na wahandisi wengi hapa. Bwana asifiwe. Tuwe na wahesabu wengi kama Sharon mahali hapa. Bwana asifiwe. Tuwe na madaktari wengi mahali hapa. Tuwe na mafundi wengi mahali hapa. Sababu kuna lugha na uwezo na msamiati fulani ambao utautumia kuweza kufikia yule. Kuna nguvu za kidiplomasia ambao utaweza kutumia kuweza kushawishi soko lako. Bwana asifiwe. Na wengine pia katikati yetu tunaomba kwamba watapewa nguvu za kijeshi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati wengine wanataka kutengeneza mahali hapa, wanasema tunataka kuleta watu fulani mahali hapa, wanaanza na nini? Wanapiga mtu mmoja pesa mzuri taslim, alafu anasema yes, mambo hiyo sasa tumetengeneza ikuwe namna hiyo. Hii inaitwa nguvu za kijeshi. Bwana asifiwe. Tunaomba kwamba mahali hapa kutakuwa na watu ambao tukisema tunamwaga lori 3, anasema mwageni 4. Bwana asifiwe. Hizo ni nguvu za kijeshi, military power, economic power. Bwana asifiwe. Hakuna nguvu za kijeshi ambayo haiambatani na nguvu za kiuchumi. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. So Jesus Christ, at one time he uses diplomatic power, at another time he uses military power. And be careful that uwezo wetu wa kidiplomasia hauambatani na weledi wa lugha. Bwana asifiwe. Wakitafuta watu ambao wanafanya kazi ya kidiplomasia katika nchi yetu, watatafuta ambao watu wako na usemi, ambao wana weledi wa lugha. Lakini wakati ambao Mungu anatafuta mtu wa kufanya kazi ya kidiplomasia, haangalii weledi wa lugha. Hivyo ndivyo Paulo anasema kwamba hatukuja kwenu kwa maneno na matamshi matamu. Bwana asifiwe. Tuliwaonyesha nguvu zake Mungu. Bwana asifiwe. Unaenda kwa mmoja na utaweza kumwelezea mambo ambayo yanaendelea katika maisha yake. Utaona mwingine na umwelezee katika upole na unyonge, na aweze kuja kwake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Uwezo wetu wa kidiplomasia unaegemea ile maarifa na ujuzi ambao tutapatiwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na sio tu wingi wa maneno au ukwasi wa lugha na weledi wa kusema. La, ni uwezo ambao tunapatiwa kuweza kupambanua na kuweza kuifasiri vizuri neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kuna kila neno kwa kila wakati. Bwana asifiwe. Kuna neno moja ambalo litaokoa huyu na kuna neno lingine ambalo litaokoa
yule ni mwingine. Na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anapoandika Yohana kwamba Roho ataweza kudadisi mioyo ya wanadamu, Bwana asifiwe, na kuweza kuwashawishi kuhusu wokovu na hata hukumu ijayo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. So in this story, katika hadithi hii ambayo tumesoma ya mwanamke Msamaria, ni hadithi ambayo inaketi kati ya koja 5, na pia tunaona utajiri usemi anayotumia Yohana kutuelezea mambo ambayo yalikuwa yanatukia pale. Malengo yake Yohana ni kuweza kudhihirisha kwamba Kristo ndiye Masihi. Bwana asifiwe. Masihi ina maana ya mfalme. Bwana asifiwe. Kwa sasa hatuoni ukamilifu wa ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Anakuja katika ujio wa pili ili tuweze kuona ukamilifu wa ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa sasa, kati ya ujio wa kwanza wa Kristo na ujio wa pili wa Kristo, sisi ambao tumepokea vitu ambavyo vinaitwa vitu vya mbinguni. Bwana asifiwe. For those who have tasted of the heavenly things and of the powers to come. Bwana asifiwe. Tutafanya nini? Bwana asifiwe. Tutaketi katika nafasi zetu, tutachukua zamu zetu, tukatumia vipaji na uwezo ambazo tumepatiwa na Roho Mtakatifu ili kuweza kuwavuta wengi na kupanua ufalme wa Mungu popote ambapo tupo. Bwana asifiwe. Praise be to the name of our God. Hiyo ndiyo kazi ambayo tumeitiwa, ambayo tunafaa kuifanya mithili ya Yesu Kristo, tukifuata mfano na kuiga mfano jinsi gani Yesu alivyofanya kazi. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alifunza, alihubiri, alifanya miujiza, aliweza kuponya na kufanya mambo hayo yote minajili aweze kuvuta watu waje karibu naye, aweze kualita katika ufalme wake. Bwana asifiwe. Sijui mambo haya unafikiria namna gani? Ni nini unataka kufanya? Ni nini unataka kuendeleza katika nafasi na ngazi ambayo Mungu amekupatia? Ni nini unafaa kufanya? Ni uwezo gani unahitaji ili kuendeleza kazi ya Mungu? Bwana asifiwe. Maana tunaongea kuhusu kuchukua. Praise the name of the Lord. Ndiposa Danieli aweze kuchukua ufalme wa Babiloni. Bwana asifiwe. Ilibidi Mungu amjaze hekima mara 10 ya wale ambao walikuwa pale. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema alipoangaziwa, alipotahiniwa, alipatikana kuwa na uwezo mara 10 ya wale wa Babiloni, sio katika mambo ya Mungu, lakini katika sheria zao na maandishi yao. Bwana asifiwe. Katika sheria zao na maandishi, he was 10 times. Yaani unaweza enda tuseme wapi karibu na Nairobi, Murang'a, sawa, na uweze kuzungumza Kikuyu kushinda wale wa Kikuyu wa Murang'a. Bwana asifiwe. Umeona? Unaweza kujua mambo ya Murang'a kushinda watu ya Murang'a. Hiyo ndio ilifanyikia Danieli. Alikuwa anafunzwa mambo ya Babiloni. Bwana asifiwe. Akuwa 10 bora kushinda, mara 10 bora kushinda wale ambao walikuwa ni wa Babiloni. Inamaanisha kwamba bado kulikuwa na